Siku nyingine tena nzuri na tamu tunakutana hapa ndani ya dakika 90 kuangazia taarifa pamoja na uchambuzi. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi. Kuna mengi sana ambayo tutaweza kuyaangazia. Moja wapo ni muendelezo wa ligi kuu ya NBC. Mchezo mmoja wa kiporo ukiweza kuchezwa kati ya Simba Sports Club baada ya kutoka katika michuano ya kimataifa ya shirikisho barani Afrika msimu 2024-2025. Tutakuja kuangazia mchezo huu akipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja KMC Complex. Lakini baada ya hapo ikawa ni mchezo mwingine tena Juni 31, mechi ya nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup dhidi ya Singida Black Stars, Simba akikubali kichapo cha mabao 3-1. Tutakwenda kuangazia mchezo huo, matumaini ya Simba katika kusaka taji kisalia katika mchuano mmoja tu ya ligi kuu ya NBC. Lakini ukiachana na hayo, kumbuka mchezo huu unaofuata ni Juni 15 kati ya Kariakoo Derby, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Tutakwenda kuangazia pia baada ya mechi ya ligi kuu michuano ya FA yani CRDB Bank Federation Cup. Ukiachana na hayo, kikosi cha Azam chini ya umri wa miaka 20 under 20 chini ya kocha Kasim Liogope wakibeba taji hilo kwa kuifunga Fountain Gate chini ya umri wa miaka 20. Ukiachana na hayo pia tutakwenda kugusia kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars chini ya kocha Hemedi Suleiman Morocco akitangaza majina ya wachezaji 28 ambao watakwenda nchini Afrika Kusini kupambana na Afrika Kusini Bafana ya KU Vulana katika mji wa Polokwane, lakini bila kusahau kushiriki katika michuano ya Kosafa wakiwa ni waalikwa wakiwa katika kundi C. Nipo na wachambuzi wangu siku ya leo. Nipo na Lilian Mukulu, mtaalam kabisa, master kabisa. Mimi hongera mzee. Asante. Timu yako ilikuwa inapambana mabingwa watetezi wakavuliwa ubingwa wa under 20. Sio nyumbani Kagera ya but kuna vijana wengi sana ambao nahisi hata kocha alikuwepo pale Juma ameona inawezekana wakamsaidia kule ambapo anaenda kwamba kuwapandisha na kuweza kufika sehemu. Sawa, tutakuja kuangazia hapo baadaye pia. Na nilimuona pia Salim Mbonde akiwa kama kocha wa Kagera Sugar. Tutakuja kuchambua hapo baadaye, lakini pia tupo na Charles Aber, mimi napenda kumuita Verati Kisu. Tuko vizuri. Mungu anasaidia. Mungu ni mwema kabisa. Ndio kila kitu. Maana Mei ilikuwa ya moto sana, alafu tunaanza June na yenyewe ni ya moto sana. Hakuna kupoa. Yaani mpira mwaka huu kama kuna kipindi ambacho naweza ngasema kumekuwa na mfululizo wa matukio mengi ya mpira ni mwaka huu. Yaani kuanzia na hapoanza mpaka hapa tulipofikia. Yaani bandika bandua. Tunatoka under 20, kwanza under 17, imekuja wanawake wamemaliza ligi, tumekuja under 20, ligi kuu, shirikisho CRDB, tukitoka hapo tunaenda sijui club kombe la dunia la klabu, kutoka hapo Chani ipo mbele yetu, tukitoka Chani Wafcon, kwanza kabla ya Wafcon Julai, Wafcon Julai. Kwa hiyo ni bandika bandua, yani mpaka Disemba inaisha. Itapokelewa tena Januari tena. Kwa hiyo suti zitavaliwa sana. Kwa watu suti zitavaliwa sana. Nimeelewa hiyo kodi. Sawa, tuanze kuangazia hivi sasa katika vitu ambavyo tumekuandalia. Na tuanze moja kwa moja katika ligi kuu ya NBC ambapo mchezo mmoja ulichezwa kiporo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo ambao ulifanyika katika uwanja wa KMC Complex na kikosi cha Simba Sports Club kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Bao pekee likifungwa na Steven Dese Mukwala na kuifanya Simba Sports Club kufikisha alama zao 72 na kuwa nyuma ya alama moja dhidi ya vinara Young Africans. Tuweze kuangazia kidogo jinsi ambavyo uhondo ulivyokuepo katika uwanja wa KMC Complex. Malon Fondo apeleka pasi mbele kule, Jean Charles Ahwa kapitisha mali katika nafasi, Dese Mukwala kaweka katika nafasi, Dese Mukwala ni yeye, tulia hivyo, anafunga bao lake la 77 katika misimu 6 ya top flight ya madaraja ya juu. Mwamba kutoka Porcupine alikuwa nungunungu huyu, akiwa na Asante Kotoko. Amechagua kwa Simba, once lion always lion. Dese Mukwala
anaitanguliza Simba Sports ndani ya KMC Complex akiandika bao lake la 12. Kalibu Mzinga akiwa katika kiwango bora kabisa katika utangazaji, akilinadi bao la Steven Dese Mukwala, bao pekee ambalo hilo hapo likaweza kuhitimisha mchezo kwa ushindi wa bao 1-0. Tuanze kuangazia bao lenyewe la kiuamuzi zaidi ambao uliweza kufanyika, Charles Abel. Yes, ni bao ambalo mimi nasifu namna Simba walivyolipika. Ni bao ambalo lilikuwa na maamuzi ya haraka haraka katika ujenzi wake na mpaka kwa ufungaji. Ukiangalia mpira umeanzia kwa beki Chefon Maron, anaupiga kwa Jean Charles Ahoua ambaye baada ya kutani tu hakuhitaji kukaa sana na mpira, anapiga tena pasi ya mwisho kwa Mukwala ambaye anatumia udhaifu wa goalkeeper Amas kuondoka katika eneo lake, timing bila timing nzuri, ana unodi kwenye wavu. Maana yake mpira unaguswa, yani mpaka bao linaingia mpira umeguswa na watu watatu tu. Sasa hii ndio tunasema ni miongoni mwa mambo ambayo mchezo wa mpira wa miguu umebadilika hivi sasa, kwamba kuna zile momenti ambazo tunasema timu ikiwa na mpira kwenye inapo wapinzani wanavumiliki na wapinzani wanavyokuwa yani wanavyokuwa upande wa wewe unapomiliki. Kwa hiyo ukiangalia hapa Simba, unajua lazima ukitazama ubora wa wachezaji wa Singida, sio aina ya wachezaji ambao wanaweza wakampa nafasi mchezaji wa timu pinzani kufanya mambo mengi sana akiwa na mpira. Na hili nadhani benchi la ufundi la Simba lilitazama, na namna ambavyo ukiona hata mashambulizi mengi ambayo walikuwa wanajaribu kuyatengeneza Simba ni katika namna hii, kwa sababu kabla ya hapa mwamuzi huyu msaidizi namba 1 Amdani Saidi, kuna offside kama 2 au 3 alizinanili za Simba ambayo ilikuwa katika mazingira yanayofanana na hivi. Kwa hiyo nadhani ni bao ambalo of course linaonesha quickness ya maamuzi katika Simba, jinsi ya kujenga mashambulizi. Yes. Ilikuwa ni mechi ambayo Simba alikuwa ametoka kupoteza niseme kwa ujumla, kwa sababu ni mchezo wa fainali, ingawaje alipata sare ya bao 1-1 na Berkane, lakini matokeo ya ujumla yakaweza kumfanya ashindwe kubeba taji lile Mukulu. Ana siku 2 alafu ana turn out, anarudi katika ligi na anapata ushindi. Ni challenge kwa coach yote ambayo ukiangalia ratiba jinsi ilivyo, akitazama na depth ya squad yake ambayo hivyo, siku zote ana maswali magumu sana ya kujiuliza nini nifanye, kwa sababu ukitazama Simba, yes, inawezekana ikawa na wachezaji takriban 30, ila ukiangalia katika mechi zao za hivi karibuni, yani naweza kusema katika msimu mzima, wachezaji ambao wana advantage ya kucheza mechi nyingi ni wachezaji ambao hawazidi wachezaji 11 ambao kwa kiwanjani katika mchezo huu. Yani wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi na wachezaji ambao ni regular status katika mechi zao nyingi. Inawezekana depth ya squad ina kitu ambacho kinampa wakati mgumu sana coach. Kwa hiyo inafika stage kwamba hana jinsi, anatamani kuwapumzisha baadhi ya wachezaji, ila ukitazama unampumzisha huyu unamweka nani? Sio kwa sababu ya vitu vingine vyote. Ukiangalia daraja ni kitu ambacho kinatofautiana sana. Kwa hiyo ni challenge kwa coach kupata alama 3 katika mchezo huu, naamini kokote alipo. Yes, haikuwa mechi nzuri kwa Simba kwa sawa la performance kwenye kiwanja dakika 90, ila ilikuwa ni mechi ambayo baada ya hapo hata wachezaji wa Simba wenyewe wakikaa wanajipigia makofi kwamba tumuondoka na alama 3 katika mchezo mgumu. Ukiangalia Singida ni timu ambayo nasikitika hivi sasa haipo katika title contenders, hata licha katika NBC Premier League, na maanisha licha ya quality ambayo wako nayo. Ni moja ya timu ambayo ukianza eneo lao la ulinzi unaona kabisa quality ambayo wako nayo, quality bora, wachezaji wa viwango vya juu kabisa. Inawezekana kwa mwalimu David Youma kwa jinsi alivyo approach ile mechi ilikuwa ni fantastic, kwa sababu nadhani alikuwa alistudy vizuri mechi dhidi ya Berkane, kwa sababu kuipiga mipira nyuma ya walinzi wa Simba ilikuwa ni changamoto ambayo kama zaidi ya matukio 3 incidents ambazo zingeweza kuwa ni penalty kwa wao, lakini haikuwa out. Charles, sidhani kwamba ni mechi ya Berkane tu. Simba wamekuwa na hiyo changamoto msimu huu, na Msumi ni shahidi. Nakumbuka kuna kipindi hapa tulikaa nikawa ninazungumzia jinsi gani Simba inavyohukumiwa na makosa binafsi ya wachezaji wake, hasa wa safu ya ulinzi. Kwa hiyo
Kwanza wamekuwa na changamoto ya kuto unapo mark, kitu cha kwanza ni kuhakikisha mpinzani apate nafasi ya kutazama lango. Sasa hiki ni kitu ambacho makosa haya wachezaji wa Simba wamekuwa wakiyafanya, lakini pia kitu kingine ukiutazama wale walinzi wakati wa Simba kwa namna ambavyo ya uchezaji wao wengi wanakosa mnyumbuliko. Yani kufanya yani mwili kuweza kufanya kuendana na mijongeo ya haraka ambayo inatokea. Kuwa na kasi pia. Yani kasi yao pia imekuwa ni ndogo. Kwa hiyo nadhani swala inawezekana mechi ya Berkane ili test tu kwenye kile ambacho mwalimu Ouma alikuwa anakipika kuelekea kwenye mchezo huu, lakini nadhani yani kujirudia kwa mapungufu ya wachezaji wa ulinzi wa Simba ni kitu ambacho kimekuwepo msimu, na sio unaweza ukaitazama tu mechi hii ya Berkane, lakini kumbuka siku kadhaa nyuma walinzi hao waliruhusu bao la namna hiyo against Mudathiri. Mudathiri wa Mbeya City. Yes, Mudathiri. Then Mashujaa. Kwa hiyo ni tatizo ambalo linajirudia. Labda pengine timu nyingi ambazo za Premier League za NBC zilishindwa kutumia ile udhaifu. Sasa unaweza kukutana na timu ambazo zinashindwa kutumia, lakini siku kuja kukutana na timu ambazo zinaweza zikatumia, ndio tunakiona kitu kama hichi. Ila mimi nataka kuongeza kitu. Kocha David mara zote yeye anaamini kwamba mshambuliaji wake yule anayesimama power ambayo yuko nao ni silaha yake tosha. Hichi alichokifanya kwa Simba ni takriban mechi zote anazocheza anatumia washambuliaji wake kwa staili hii kwamba wewe simama, anapeleka mpira mbele, na imekuwa ni faida kwake kwamba magoli mengi so anakutana 1 against 1 na golikipa. Mara zote ukiangalia aina magoli wanaofunga. Kwa sababu gani? Ni wazuri kwamba namna gani wanamtumia mshambuliaji wao. Wanafahamu ni mzuri katika mipira kumtangulizia mbele, na power ambayo yuko nao ni rahisi sana yeye kuwatoka defenders wa timu pinzani. Baada ya ushindi huu wa Simba Sports Club, kituo kinachofuata ni Kariakoo Derby, mechi ambayo ya kimaamuzi zaidi kwa sababu tofauti ya alama moja. Simba Sports Club alama 72, Young Africans alama 73. Hakuna namna, mechi hii ina umuhimu wa hali ya juu kwenye uamuzi wa ubingwa wa msimu huu. Of course kimahesabu, kihistoria na hata kiubora wa hizo timu mbili, hii ndio mechi ambayo inaamua ubingwa. Kwa sababu ukipima madaraja ya timu ambazo zitabakiza baada ya kucheza na hizo timu mbili baada ya hiyo mechi hiyo, huoni ni aina gani ya timu ambayo inaweza kaenda ikaisimamisha timu moja hapo kati ya hizo mbili. So huu mchezo ambao wa Kariakoo Derby ndio mchezo ambao umeshikilia kwangu mimi, kwa mtazamo wangu, ni mchezo ambao umeshikilia tiketi ya ubingwa kwa timu yoyote ambayo itapata ushindi, kwa sababu sioni ni kwa namna gani ambapo inaweza kukatokea tunasema jambo la kushangaza kwenye mpira kwamba moja hapo ikaangusha points katika michezo itakayofuata baada ya huo. Lakini kiuhalisia Yanga anaingia kwenye mchezo huu akiwa na faida kuliko Simba, kwa sababu anahitaji matokeo ya aina mbili ili aujiweke katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa. Sare hata kushinda, kwa sababu kama anatoka sare maana yake ana maintain gap la pointi moja, kama anashinda maana yake anaongeza pengo la pointi na kuwa 4. So kwa Simba hakuna namna nyingine yoyote ambayo anahitajika kutoa ubingwa pasipo kushinda mchezo wa dabi. So ni mchezo ambao kiuhalisia na kawaida umeshikilia nafasi ya ubingwa. Na inawezekana kwamba kipindi hiki ambapo tunakwenda katika FIFA break inatoa room kubwa kidogo kwa timu hizi kujiandaa, ingawaje kuna hiyo baadhi ya nyota wao kwenda katika national teams. Yes, kwa sababu kuna nyota ambao wanapata nafasi ya kupumzika hasa katika squad ya Simba. Ukiangalia nimezungumza tokea mwanzo, ni moja ya squad ambayo inampa maswali magumu sana kocha Fadru. Inawezekana ikawa na nyota ambao ni wazuri, ila benchi na kitu gani ambacho kinaenda kumtengenezea kwamba akikosekana huyu anaingia anatupa kitu gani. Kwa hiyo I believe kwa muda ambao upo timu inawezekana ikawa inajipanga, na pia kuna wachezaji ambao walikuwa wanasumbuliwa na majeraha. Ukipata muda wa kupumzika maana yake anapata muda wa kurejea fitness yake, anapata muda wa kufanya mazoezi mepesi, pale ambapo mechi kikaribia mtu anakuwa tayari physically fit kwa ajili ya kupambana. Kwa hiyo ni muda mzuri sana kwa makochi kwa ajili ya kuweza kutengeneza upya mili ya wachezaji. Though ni challenge pia kwa coach, kwa sababu kwa mfano Simba ana wachezaji 8 katika national team. 8 players ambao katika wachezaji 8 unaweza kusema takriban wachezaji 5 kama sio 4 wachezaji ambao at least wanapata namba mara kwa mara. Kwa hiyo ni challenge kwao, ila bado inaweza kuwa nafasi kwa coach
kuwaona wengine na kujua namna gani ambavyo anaboresha kikosi chake. Inawezekana hii dabi mipango yake ikawa ni mizito zaidi, kwa sababu ni inatokea mara chache sana, yani mechi tunakwenda mechi bado mechi 3 alafu ubingwa unakwenda kuamuliwa na mechi ya dabi, kwa sababu wakicheza wenyewe inasaliwa na michezo miwili tu, na iona huo uzito wa hali ya juu sana 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 Charles. Yes, na hii inanikumbusha nadhani dabi ya 2012 kama sikosei. No. 2010 au na 10 kama sikosei, ambapo ile ya 4-3 hadi wanakwenda kwenye mechi ya mwisho. Yaani wao walikuwa ni mechi yao ya mwisho kabisa ya msimu. Walikuwa ndio yenyewe ya maamuzi. Ndio ile ambayo Simba alipata ushindi wa mabao 4-3. Ile ya Hilary Echesa anafunga karibia katikati ya uwanja. Yes, of course. Kwa hiyo ni nadhani inatukumbushia tu hiyo. Lema hii kidogo imekuja huku kukiwa tena kuna mechi mbili mbele. Naikumbuka ile mechi kwa sababu ilikuwa ni mechi ya kufunga ni kufunge. Yes. Kufunga ni kufunge, alafu mwisho siku Hilary Echesa raia wa Kenya kiungo akaweza kufunga bao la 4. Kuna hali fulani kama kimvomvua hivi kama kiukungu. Kiukungu hivi. Ili rasa chazi kumbusha mbali sana. Sawa, tusubiri Juni 15 hali ya mambo itakuwaje katika mchezo huo, ambapo Young Africans wao watakuwa ni wenyeji wakiwakaribisha kikosi cha Simba Sports Club. Ni vita ya kujua nani atatwaa uchampioni ama ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu 2024-2025. Ukiachana na mchezo huo ambao kikosi cha Simba Sports Club waliibuka kuwa na mabingwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Jambo lingine kubwa zaidi ilikuwa ni mchezo wa fainali wa michuano ya Under 20 NBC Youth League msimu 2024-2025, mashindano yakiwa yamefana kwelikweli, mchezo wa fainali ukiwakutanisha Azam Football Club chini ya kocha Kasim Liogope ambaye mara kadhaa amekuwa ni mchambuzi katika meza hii hapa ama jukwaa hili hapa, dakika 90 akiibuka kuwa bingwa kuichapa Fountain Gate kichapo cha bao 1-0. Mashindano yenyewe kwa ujumla wake yalikuwa ni mashindano ambayo ilikuwa na mvuto, vipaji vikiweza kuonekana katika ile hatua ya 8 bora lile ni Mkulu. Yes, kila mechi ilikuwa inaacha alama. Lazima kuna mchezaji ambaye atazungumziwa kulingana na ubora ambao uko nao. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni 8 bora nzuri sana, though haikuwa 8 bora nzuri sana kwa timu za Kariakoo kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye alienda katika hatua ya semifinals. Ila kwa upande wa quality, moja ya timu ambayo kwangu yes inawezekana ilipoteza ubingwa, ila ni moja ya timu ambayo wali surprise kulingana na aina ya wachezaji ambao wako nao Fountain Gate. Ukiangalia ni moja ya timu ambao unaona ubora wao kuanzia jinsi timu inavyoshambulia, yani utengenezaji wa nafasi, hadi timu inapoenda kufanya coverage ya kiulinzi. Kwa mfano, mimi inawezekana goalkeeper Fountain Gate hajapata tuzo ya goalkeeper bora wa mashindano, ila ni moja nyota ambao wamefanya kazi kubwa sana katika hii tournament. Saves za kibabe kabisa. Mimi baada ya tournament nilipata muda wa kuzungumza naye na nilimwambia nimegeuka kwa shabiki wako nambari 1. Kwa nini? Ni goalkeeper ambaye ukiangalia mwili wake una vitu vingi ambao unazungumza, goalkeeper mwepesi sana, amekuwa ni bora katika mipira aina yote, yani kwenye swala ya shot stopper ni mzuri na amekuwa ni muhimili mkubwa sana wa Fountain Gate. Na pia wachezaji ambao wanaonesha kabisa kwamba there is something. Ukizungumzia Azam tunasema wao baada ya miaka takriban 12, ilikuwa mwaka 2013 ambapo the last tournament wanachukua ubingwa. Naikumbuka ile tournament kwa sababu nilikuwa nasoma shule moja karibu na pale, kwa tulikuwa tunaenda sana uwanjani, mechi ambayo ilikuwa ni squad ambayo ni nzuri sana. Bryson Rafael yuko pale, alikuwepo ndio kizazi cha kina Imedi. Ilikuwa na Chakina nani? Mwalu alikuwa goalkeeper wao ambaye sasa hivi ni kocha wa goalkeeper. Walikuwa wengi sana. Mimi nakosa ya Joseph Kimwaga ambaye hivi sasa yes bado anacheza, ila sasa hivi naona yuko ana train pale baada ya kupata majeraha. Kwa hiyo I remember that tournament. Kwa hiyo unaona na sasa hivi ni kwamba imeweza kuvunja kitu kipya, na sio tu kuvunja, wachezaji ambao wapo katika hii under 20 asilimia kubwa ni tournament yao ya kwanza. Kwa unaona kabisa wachezaji ambao wametoka level za chini wamepanda juu na kuonyesha ugumu wa namna yake. Mtozi kama taturudishia hili bao kidogo, ni bao ambalo kidogo na yenyewe pia lilileta kautata fulani hivi
umevuka mstari, haujavuka mstari, lakini nilipendezwa na jinsi setup ya bao, jinsi ambavyo lilivyoweza kutengenezwa. Wanasema kwamba limetengenezwa katika uwanja wa mazoezi, lakini swala likabakia kwamba ni bao ama sio bao. Charles, mwanzoni nilikuwa uwanjani na Lili, tulikuwa wote tulitazama hii mechi na mtozi mwenyewe pia tulikuwa naye. Nilipata wasiwasi sana na hili bao, lakini nikirudia haya marudio ya hili tukio sasa hivi, mwamuzi msaidizi wa pembeni alikuwa sahihi kabisa sana. Yani aliniaminisha mimi kuwa hili ni bao. Mtazame mchezaji jezi nambari huyu mwenye ribbon mkononi ambaye alikwenda kuhakikisha wakati baada kipa ile mpira wa kwanza kuucheza. Aliposimama wapi? Yani kama atalirudia, yes. Yani kuna mchezaji alienda kuhakikisha baada ya kile kichwa kupigwa. Kichwa kimepigwa, mtazame mchezaji ambaye ameenda kuhakikisha aliposimama. Kasimama kwenye mstari. Kibeko. Umeona? Anaucheza mpira ufuaka, kipa anaurudia, mtazame mchezaji mwenye jezi namba 57. Amesimama kwenye mstari. Maana yake golikipa ule mpira kauchukulia ndani, yani ulivuka wote. Yani ni mchezaji tu huyu nambari 91 I think wa Fountain Gate ametukinga. Lakini pia wakati mwingine teknolojia, unajua changamoto, na ndio maana hata wenzetu Europe wanakuwa na goal line technology ambayo inaweza ikasaidia. Lakini ukimtazama mchezaji ambaye wa Azam amekwenda, umeona kabisa mwishoni amesimamia kwenye mstari wa goli. Na mikono ya golikipa iko mbele yake. Yani kama ingekuwa labda wako sawa mmoja mikono ya golikipa, ningeweza kuweka benefit, yani ningeweka baada ya 50-50. Lakini ukiangalia mikono ya golikipa iko mbele ya yule mchezaji huyu Kibekwe. Hapo kichwa kinapigwa, amecheza vizuri, unagonga lakini muangalie kipa alipoenda kusimamia. Kipa aliteleza. Of course, yani mimi hiyo sina shida nayo. Lakini yani kinachonipa mimi imani kwamba hili lilikuwa ni bao, yani kipa ule mpira aliuchukulia ndani baada ya kupunch. Na hata ukiangalia body yake yote kule. Sasa kuna mchezaji ametukinga, lakini sasa mtazame huyu alipo. Umeona? Ina maana aliingia nao ule kipa ule mpira. So kwa mtazamo wangu mimi nadhani kama mwamuzi wa pembeni aliamua sahihi. Na mwamuzi wa pembeni alinyoosha kwa kibendera juu, alafu mchezaji akakishusha chini, alafu akakimbia kati. Wakati huyu hapo ukiangalia Mzembe, wakati goli linapigwa hapo, mwamuzi bendera alinyosha kibendera juu. Yani baada ya golikipa kurudia mara ya mwisho, ndio mwamuzi kama unaona anachungulia kabisa. Yani well done, yani kiukweli amefanya kazi nzuri sana ule dada kwenye ile bao. Sawa. Miongoni mwa mechi ambazo kwangu mimi, kwanza ukiniambia timu ambayo ukiachana Azam Football Club, lakini mechi ambayo nilivutiwa na jinsi wachezaji wao, basi ni Kagera Sugar. Kiukweli jinsi ambavyo wanavyo possess, wanavyotengeneza mashambulizi kutoka chini kwenda juu, hususan game ya nusu finali dhidi ya Azam Football Club. Na mimi Azam walikuwa wanatamani ile mechi imalizike mapema. Yani kimsingi ya mashindano Azam kala kwa jasho sana. yani kala kwa jasho. Of course ikapata sana game. Yani ukianzia game ya Kagera na hata hii finali yenyewe ni finali ambayo wameshikilia sana roho. Yani wamekaa jukwani kama wani wao ndio wametanguliwa. So of course mwisho wa siku tunarudi kwenye nani kafanya haya. Yani lazima tuwapongeze walimu wa hizi timu. Yani ukiangalia kwa namna ambavyo Kagera Sugar wapo, ukiangalia kwa namna ambavyo hii Fountain Gate, of course huwezi kulinganisha na uwekezaji wa Azam FC kwenye soka la vijana. Yani leo Azam FC tunasema ni benchmark ya mpira wa vijana Tanzania. Yani ukizungumzia Afrika Mashariki na Kati, hakuna klabu ambayo inaweza ikaifikia uwekezaji wa Azam wanaofanya, kwa sababu ni timu ambayo ina even hadi watu wa idara ya habari maalum kwa ajili ya timu ya vijana. So hao watu ni watu nguvu yao kubwa wamewekeza kwenye soka la vijana. Lakini ukiangalia namna ambavyo Kagera Sugar, Fountain Gate walivyocheza zimechi, namna ambavyo walivyompa game tough Azam, unaona kabisa kwamba mabenchi ya ufundi ya hizo timu yalifanya kazi kubwa sana kuistadi Azam, kuona ubora wa Azam kwa maeneo gani, madhaifu ya Azam yako sehemu gani, na wakaenda kweli kutoa mechi ambazo of course yani ni mechi za ligi kuu ambazo zilikuwa zipo kwenye level ya under 20. Kwa hiyo vitu ambavyo vilinifurahisha zaidi, yani sikuona kuna timu zinapoteza muda. Jambo lingine ambalo kiukweli mimi nilifurahishwa nayo kuhusiana na mashindano, ukiachana na Azam wakiwa wanacheza uwanjani, wale vijana wao wa under 17
na mpaka wale staff, kuna wale kina dada kina mama walikuwepo wanawashabikia kaka zao hadi wachezaji wa senior kikosi cha kubwa of course mpaka wakinimuona, lakini wale senior kina ya zaidi Nado wako wanakao kujukwani, wale wako wamekaa jukwaa lile, mimi napenda kuita la Urusi, wanawashabikia kiukweli. Lilikupo na koshwa sana na ile spirit, lakini mechi nyingine ambayo kiukweli kutokana na muda ambayo naamini kwamba ni mechi bora, Tanzania Prisons dhidi ya Young Africans 3-2. Unajua ile mechi ya 3-2 ilikuwa ni Fountain Gate na Yanga ambapo inafanyika counter attack, comeback. Yanga wanapata goli la kwanza, Fountain wanasawazisha. Afu goli la pili ambao anafunga Konde Boy. Mimi goli la pili kwa nini nalipenda? Mwamuzi wa Kiba alionyesha kibendera kwamba kuna mtu atoke. Kocha akamwambia hapana, Konde kamaliza kwanza kona yako. Anaenda anapiga kona, unafanya rebound, anafunga. Konde anaondoka moja kwa moja kwenye bench, yani hajasubiri mwamuzi anyoshe kile kidude kwamba toka, yeye akanyosha moja kwa moja kwenye bench. Sawa, kiukweli ni mashindano ambayo tumeenjoy, tumefurahi kuweza kuona vipaji vingi, na tunatumaini kwamba msimu wa 2025-26 baadhi ya nyota ambao tumeweza kuwashuhudia hapa, basi tukaenda kuwashuhudia wakicheza katika timu za wakubwa sasa na kusajiliwa katika vilabu vingine. Lakini bahati mbaya ikawa pia kwa Kagera Sugar ambao wenyewe walishika nafasi ya 3 na kuvuliwa ubingwa wa michuano ambao walishinda msimu uliopita chini ya kocha Raymond Doto ambao kwa sasa yupo katika kikosi cha JKT Tanzania. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Hii ni dakika 90. Tumerejea tena kwa wakati huu na asante kwa kwenda kutangazia hapa kututazama. Hii ni dakika 90. Mimi ni Saidi Salim Msubi, nipo pamoja na wachambuzi wangu Charles Aber pamoja na Lilian Mukolo. Tumeweza kuangazia kuhusiana na ligi kuu ya NBC pamoja na michuano ya NBC Youth League chini ya umri wa miaka 20. Lakini kwa sasa tuangazie mchezo wa nusu fainali ya pili ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup ambapo Singida Black Stars walikuwa wanawakaribisha Simba Sports Club katika uwanja wa Tanzania Kwara, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba Sports Club kukubali kichapo cha mabao 3-1, mechi ambayo kiukweli kabisa tuliweza kushuhudia bonge moja la mechi ikiweza kuchezwa katika uwanja wa Tanzania Kwara, na haya ni magoli ambayo yaliweza kufungwa, na hili ni bao la kwanza la Jonathan Soa akiweza kufunga. Hebu tunatazama kidogo bao hili la kwanza. Na hawa wanatoka kwenye timu mbili ambazo ni kama Simba na Yanga pale Gini, mmoja akitokea Hafia na mwingine akitokea Horoya kwa maana ya Musa Kamara. Jonathan Soa ni chui kutoka kwenye misitu ya Alizeti Singida. Jonathan Soa kama aliwakosa Dar es Salaam. Jonathan Soa, msikilize maneno ya Haruna Alwatan Ngoda, kama aliwakosa Dar es Salaam basi kawapata hapa Babati wakiwa wako mbele. Hilo lilikuwa ni bao moja la kuongoza, Hussein Masanza akigonga hapo 5 kidogo na Muhibu Kanu. Ilikuwa ni mechi ambayo baada ya maneno mengi ya mechi ya kwanza ya NBC kidogo hapa na pale kwamba mikwaju penalty tulinyimwa na kadhalika, tutakutana nusu fainali, David Ouma akachanga karata zake vizuri, ama ile turufu yake ikawa njema na kupata bao la kwanza ndani ya dakika 16 ya mchezo. Lilian, mimi nimezungumzia tokea mwanzo, unajua Singida mimi hadi hivi sasa kutokuwa moja ya timu ambayo inagombania NBC Premier League ni kitu ambacho kinasikitisha. Kwa mfano, angalia goli ambalo limefungwa, jinsi ambavyo limekuwa created, unaona kabisa kwamba ni timu ambayo ina quality kubwa sana. David Ouma ana kikosi bora, kitu ambacho kina affect sana Simba. Ukiangalia wachezaji ambao wako katika bench la Singida Black Stars compare na wachezaji ambao wako bench katika kikosi cha Simba, ni vitu vile ambavyo vina utofautiana mkubwa sana. Kwa mfano, kuna mtu mmoja anasema kwamba ukichukua kikosi cha Singida alafu yani kile cha Singida tu yani afu livue jina la Singida Black Stars alafu iweke pale labda Plemeo de Agosto, iweke pale labda unaweza kwenda kuiweka timu gani, yani
ina hadhi ya timu ya kucheza ligi ya mabingwa, ina hadhi ya kucheza Yes. kombe la shirikisho. Kabisa. Yaani kwamba livue tu jina la Singida Black Stars alafu iweke jina lingine timu ambayo inashiriki. Kabisa, kwa sababu angalia aina ya wachezaji ambao wako nao. Nilikuwa nazungumzia goli ambao limefungwa. Tazama jinsi creation ilivyokuwa. Wanatoka mpira nyuma. Yaani kuna mchezaji ambaye anatoa mpira kwenye line, anarudisha nyuma, anapeleka mpira katikati. Wachezaji wa kiungo wa Simba badala ya kumzuia Frank anatembea naye. Yaani unamsindikiza kwa nyuma. Siku zote wanasema katika eneo la ulinzi hautakiwi kusoma jezi ya mpinzani wako. Unamwona mtu kama unamwona mtu kama Fabrice Ngoma jinsi alivyokuwa ametaniwa, mtu anasoma jezi namba, anaona jezi kabisa ya mpinzani wake na anapeleka mpira katika eneo ambalo I believe, tazama, anasogea mtu, anasoma jezi, anaamua kumwacha, anapokea mpira striker, anaturn mbele ya mabeki wako. Hii ni quality ambayo ni ya hali ya juu. Kwangu Simba inawezekana wakasema ni fatigue. Kwangu mimi fatigue ni sehemu ndogo sana ya sababu ambayo unaweza nikawapa. Kinachowakosa Simba ni quality ambayo wako nao. Wachezaji ambao Lili hapo Mtoza kiturudishia vyema kidogo hili bao. Angalia jinsi ambavyo Soa alikuwa na wachezaji wa Simba wa 4 kama sosei. Achana na Soa, angalia alitoa pasi ya mpira. Achana asink hapa ambao pasi yake inavyokwenda. Yes, angalia ile mark na huko chini kuna mchezaji mmoja. Tuchukue ambao ni wachezaji watatu ambao walikopo yani, alafu wawili concentration kwa sababu Shemalon Fondo ndio alikopo ana mark. Yani ana mark Soa. Afu iangalie hiyo pasi ilivyoachiwa. Tuache kidogo hapo Mtozi. Kwa sababu Soa alitumia ujanja, alikuwa anaona angekwenda upande ule wa kulia, kulikuwa kuna wachezaji wengine wawili wa Simba ambao wangekuwa ni watatu jumlisha na Shefondo Malone. Akatan kuja upande mwingine ambapo ile tan nadhani kasi pia kwa Malone Fondo ikawa ni ndogo. Mimi before blaming Soa, angalia mpira ulipokuwa kabla hajalaumiwa Malone kumradhi. Angalia mpira wakati unatoka eneo la kiungo. Angalia eneo la kiungo. Kama Mtozi atarudishia turudi katika eneo la kiungo, mchezaji ambaye alipiga pasi. Mtozi tusamee tu, yani, ndo kawaida. Umeona mpira unatoka hapa. Tuanze hapo. Wachezaji watatu wanaenda kufanya pressing. Anapita katikati yao wote. Anaenda. Anafika, anampelekea, anatoka, anampa mchezaji, anatoka pale. Wako takriban wachezaji 4. Sentafu ule. Sentafu. Yes. Anapokea mpira Soa, kuna mtu anatamani kurudi yani kuna mchezaji kabla ya Shemalon, kuna mchezaji ambaye anatamani kurudi nyuma kufuata mpira, anasita. Mpira unaenda kumfikia Soa. Kwa I believe naungana na kile cha kisema Charles. Msimu huu Simba aina idadi kubwa magoli ambayo wanafungwa. Si magoli ya nini individual mistakes. Ndio kitu ambacho kina affect Simba katika eneo lao la ulinzi. Sio tu katika eneo la nyuma. Yaani timu nzima namna gani ambavyo inafanya yale majukumu yao ya ulinzi. Sawa, hili lilikuwa ni bao la kwanza na kisha Singida Black Stars wakapata bao la pili katika mchezo na kuwa wako mbele kwa bao 2-0. Bao lenyewe lilikuwa ni hili hapa. Shefondo Malone alirudisha mpira. Wakati ambapo touch ya Ali Salim Katoro Kwame Kiyeke akaweza kufunga bao la pili. Unaweza kusema kwamba sikumwona Ali Salim akijiandaa kwa ajili ya kuingia mchezoni, kwa sababu mara nyingi ukiona golikipa anataka kutoka, kuna inawezekana ukabai hata sekunde 30-40 ya kuweza kudundisha mpira, kujiweka mazingira kidogo. Of course alifanya, lakini ile kudundisha mpira sikuona kwa Ali Salim. Lakini kuja uwanjani, bad luck, hii touch ikamhukumu Chazabe. Touch ilikuwa ni ovyo na hata positioning yake pia ikawa ni ovyo. Kwa sababu kwa goalkeeper ambaye tunasema alikuwa na option nzuri sana kupeleka mpira kushoto. Yaani alitakiwa askani mchezo. Mtazame. Yaani ule mpira kuinuliza mimi alikuwa analenga kumpa nani? Kwa sababu unavopokea mpira kama ule huwezi ukauwekea kwanza hapa. Kwa sababu ile inamaanisha kwamba alikuwa anapiga ndefu. Yani ya uhamisho ule mpira. Kwangu mimi, yani kwa jinsi ambavyo alivyo, kwa sababu unauweka hivi sawa pembeni, Mtoza atarudishia kidogo. Wakati ana receive anauweka inamadi kwamba
nadhani kwangu Unajua alikuwa anataka kuipiga kuhamisha ndege hiyo, angalia, alafu jambo likao. Unajua ndio maana nasema kwamba Al-Salim kosa la kwanza ni namna alivyoreceive ule mpira. Uwezi ukareceive mpira kwa kwenda mbele wakati tayari unamwona mtu anakuja kupress mbele yako. Kwa sababu kama angeuweka kwa pembeni, maana yake kulikuwa na yani tayari unatengeneza mazingira ya forward aje kukugusa Contact. Ambao ukishatengeneza hiyo contact, wewe kitendo cha kwenda chini au hata kama mpira ukaupiga labda mchezaji akaugonga, maana yake muamuzi atakupa advantage ya foul. Lakini unavyoweka mpira 50 kwa 50 mbele yako, unaona? Yaani kama angeuwekea kushoto kwake, maana alikuwa na possibility kubwa ya kuwini hii foul. Ingawaje kwamba Al-Salim mguu wake ambao anaonanilia ni mguu wa kulia. Hakuna cha mguu wake. Ndio maana yani sisi tunaweza tuzungumzie kwamba kwa sababu ule katulizia na shoto kwa ajili ya kupiga kulia huku ndio akawaiwa. Semaje? Yani katika kutuliza ndio utulizie kwa yani usiufanye mpira, yani usitengeneze mazingira ambayo mfungaji unamtengenezea urahisi. Kwa sababu mimi na kitu ambacho na imani nacho. Ule mpira bila hata yule Al-Salim kukosea kwa Keyeke, yani kupiga kwa Keyeke, kulikuwa bado kuna uwezekano kwa huyu forward ambaye alimpress kuchukua ule mpira na kufunga. Kwa sababu aliutuliza akaweka mbele yake. Yani tayari unaweka 50 kwa 50, yani wewe kwako na forward ni wa. Lakini ukiutulizia kwa pembeni, maana yake unajitengenezea mazingira, unamwona? Kwa sababu pap alikuwa aje kupiga kulia ndio shughuli. Keyeke akamchungulia vizuri, akafunga bao la pili. Sawa, hili ni bao la pili na kisha lakini pia hata kwa defender kiongozi Chema Maloni Fondo bado naye amechangia kulifanya, amechangia ili kosa kwenye hili bao. Kwa sababu kwanza huyu mchezaji golikipa wako, unajua wewe ni mchezaji kiongozi na mwenye experience, kuna mazingira unatakiwa uyaone kwamba Al-Salim aliingia kwenye mchezo kwa forceful substitution. Yani mabadiliko ambayo benchi la wafundi alikusema kwamba tunampumzisha Kamara ili aingie Al-Salim. Mabadiliko ya lazima. Yani ilikuwa ni ya lazima. Kwa hiyo unatakiwa uangalie yani kwamba kwa nyakati hizi golikipa bado hajapata, yani bado inawezekana hajawa mchezoni. So yani usitengeneze mazingira ambayo yanaweza akamweka golikipa kwenye uhatari huo wa kufanya hilo. Ingawaje pasi yake ilikuwa sahihi. Hata pasi yani au kwamba ile wazo la kupiga back pass kwako ndo uliafiki. Yani ndio maana akasema kwamba yani na tunamwekaje mchezoni mchezaji? Kwa sababu labda tunampigia pasi ili kwamba naye awe mchezoni. Sasa sio katika mazingira ambayo tayari unaona kuna forward hayuko ambaye hayupo katika umbali mrefu na golikipa. Mtu usirudishe kidogo. Turudishie kidogo yes, kwa sababu bao la tatu. La pili kidogo wakati hapo. Hebu angalia. Hapo mpira ukisimamisha hapo mtu akisimamisha hapo option alikopo na nadhani ni Ngoma yule Kibu huko Kibu kafanywa pressing Kibu pale Hamza yupo juu kwa sababu pia ukiangalia hili bao, yani ukiangalia hapo kwa hiyo picha tu Simba alikuwa na wachezaji 6, yani kuna mchezaji amefichwa tena. Singida kulikuwa na wachezaji 6 wamekuja kupress katikati. Maana yake kulikuwa na option Chema Maloni ule mpira anataka kuupiga kwa forward ambaye yuko mbele kutengeneza shambulizi. Kwa sababu tayari kuna namba ya wachezaji wa Singida kama 6 wameshasogea. Maana kwa wewe kwa defender kwa Chema Maloni tumeona Chema Maloni amefanya hivyo katika mechi ya kwanza KMC, anapiga pasi na wafuka watu kama watatu. Kwa hiyo maana alikuwa na possibility pia hata unaona 1 2 3 4 5 6 wakati huo Simba tena kulikuwa yani ina maana alikuwa na uwezo yani kama kulikuwa na wachezaji watatu wa Simba mbele ambao tuwaoni hapa. Maana alikuwa pengine alikuwa anaweza kuuvusha ule mpira. Sawa, hili lilikuwa ni tukio la bao la pili na hivyo ndivyo ikawa mchezo wa soka. Nasema kwamba lazima uwe na mapungufu ya kuadhibu. Tuwe tukaangazie bao la tatu likifungwa na Emmanuel Kwame Keyeke kwa mkwaju wa foul. Hey, what a foul. Mimi sehemu ya kwanza ambayo nailaumu ni namna defender alivyoenda kumkaba Edmund John. Wanakwambia kama unataka kufanya jambo malizia kule kule. Yaani unamuona Duchu anakubali anamsogeza winga mpaka katika nje ya 18 ya kwako akati umetoka naye nyuma. Yaani kuna aliwahi kusemaga Jose Mourinho, una wakati mwingine kadi ya njano moja kwa ajili ya timu haiui. Yaani ilikuwa ni beta kutengeneza faulo kule kuliko hapa. Na pia
najiuliza ni namna gani ambavyo Ali Salim alipanga ukuta au tumsifie mpigaji, kwa sababu ukitazama tunaanza kwanza kumsifia mpigaji kwa sababu engo aliyopiga ni engo ambayo ina ukuta. Kwa hiyo lazima golikipa na uamini ukuta wake, lakini mpigaji kauvusha juu. Ila angalia ule ukuta jinsi ulivyosimama. Yaani utazame ukuta ambavyo Ali Salim aliupanga. Yes, mpigaji kapiga faulu nzuri sana. Yaani faulu ambayo unaona kabisa kwamba Keyeke alipiga faulu kali sana. Ila angalia ukuta ulipojipanga, afu angalia sehemu ambayo mpigaji alipiga. Mpigaji kapiga ukuta uko nyuma, mpigaji kapiga mbele ya ukuta. Maana yake nini? Kulikuwa na space ipo kati yako ambayo I believe ni goalkeeper ambaye anatakiwa aione. Unaopanga ukuta angalia, je, hakuna sehemu yoyote ambayo kuna uwazi ambao mpigaji anaweza akautumia. Ndio maana nikasema mwanzoni kabisa, Keyeke lazima asifiwe. Kafanya kazi kubwa sana na amekuwa ni bora katika long range. Ni mchezaji ambaye alifunga bao la kwanza dhidi ya Ken Gold la ufunguzi. Ni mchezaji ambaye anaona, yani mashuti yake ni mashuti ambayo ni ya mbali, ila ukiangalia jinsi anavyowapiga yote yana drop kwenda chini. Ila ule ukuta ni bado siwezekana. Unajua Ali sijui waga anakuwa na mawazo gani golini. Unajua mpira mpaka unapigwa hali bado yani kama yani uje amekuja yani kama ndo amerudi mchezoni wakati mpira tayari unapita. Wewe mtazame ile goli. Yaani ule ukuta ulivyopangwa, mtazame. Ngoja itarudiwa, ngoja irudiwe. Mtazame hali alipo. Mpira unaenda na mpigaji mtazame hali alipo. Mpigaji anaenda na upiga sawa mpira. Iachie hapo mtozi. Mwangalie hali, bado yani wakasema muona mpira ushapigwa ndo hali kama anashtuka. Anatoka. Sawa. Na baada ya hapo Singida kuwa anaongoza kwa bao 3-0. Simba wao walikuja kupata bao la kufutia machozi, hilo hapo likifungwa na Jean Chalea na hapa na yenyewe tunamsifu nani? Mpigaji au tunamlaumu golikipa Hamasi Abaksud kwenye hili na yenyewe, kwa sababu yote kauvusha juu ya ukuta. Bado mimi namlaumu kipa. Yale. Yaani kipa ana umbile kubwa. Yaani ukiangalia umbile lake ni umbo. Umbo lake ni kubwa. Simba wamechukua kama sekunde 30 mpaka mpigaji anaupiga mpira. Na huu mpira sio kwamba ulikuwa una nguvu. Hamasi kama muangalia kama vile alifanya Ali Salim. Yaani naye kama kaja kushtuka ni kama mpira usha. Yaani kama angeibia angalau hata hatua moja kulia, alikuwa na possibility ya kucheza. Na mara nyingi yani mtazame Hamasi. Kwa sababu anapiga kwenye near post na nafasi, najua kwa sababu muda mwingine goalkeeper lazima tunaita kwamba unaona mpira umenyanyuka, mwangalia Hamasi alipo. Mpira ushanyanyuka. Angalia Hamasi aonesha hata dalili kwamba anafanya nini? Kumove. Na mara nyingi tunasema kwamba goalkeeper inabidi uibie. Unamtamanisha upande huu, umeweka ukuta kwamba unamtamanisha kwamba apige, lakini wewe ndio umehesabu yako. Kwa sababu akipiga huku, akikufunga kule upande kule utasema lawama goalkeeper. Ule upande ambao hauna ukuta, lawama goalkeeper. Lakini ukipigwa huku unakuwa unamuibia kwa sababu umeweka ukuta, unamtamanisha apige huku afu wewe uende ukaicheze. Yes. Sawa, hii ikaishia hivyo 3-1, ingawaje katika mchezo huu pia nilipenda staili mpya ya ushangiliaji ya David Ouma kama mpira ujaisha. David Ouma alikuwa na staili yake mpya ambayo alituletea ya kuchimbua inaitwa. Hatimaye sasa ni mchezo wa fainali, Singida Black Stars dhidi ya kikosi cha Young Africans. Unaweza kusema kwamba wengi kwa naamini kwamba fainali ingeweza kupatikana ya Kariakoo Derby, lakini sivyo ndivyo. Singida Black Stars huyu hapa mikononi mwa Young Africans. Charles, mbona kigugumizi kidogo? Unajua kigugumizi mimi changu nataka nione vizuri Singida katika mchezo dhidi ya Yanga. Hujawahi kuiona vizuri Singida? Of course sijawahi kuiona vizuri Singida dhidi ya Yanga. Yaani niwe mkweli tu. Singida na Simba umeiona? Nimeiona Singida. Kwa nini hujawahi kuiona vizuri? Yes. Swali zuri sana. Unajua kwenye mchezo huu kwa mfano dhidi ya Simba unaweza ukasema kwamba Singida walipata muda wa kutosha kupumzika. Unaikumbuka ile ya bao 1-0 Singida na Young Africans, bao la Pacome Zouzoua ya Zanzibar. Ukuipata ile intensity?
bado haikuwa mechi, kwa sababu ukiangalia ni mechi ambayo muda mwingi sana ilikuwa dominated na Yanga. Yani mimi nataka ile toe to toe, yani tuone sanaa ya kushambulia ya Singida na tuone sanaa ya kujilinda ya Yanga na tuone sanaa ya kushambulia ya Yanga na tuone sanaa ya kujilinda ya Singida, kwa sababu ukitazama mechi nyingi ambazo zimechezwa baina ya Yanga na Singida tunaona sanaa ya upande, yani kila upande una sanaa moja. Yani kwa Yanga tunaona sana ya kushambulia against Singida. Na Singida tunaona sana ya kushambulia, ya kujilinda dhidi ya Yanga. Sasa natamani sasa nione. Naona Lili anafurahi tu. Yani natamani sana nione yani kupishana. Yani ile kupishana kwamba mimi nakuja na wewe unakuja. Yani natamani sana kuona hiyo kitu kwa Singida kwenye against Yanga. Kitu ambacho katika mechi zilizopita za ligi kuu of course sijakiona. Yanga alipata wakati mgumu. Alishinda goli moja against Singida kule New Amani Complex Zanzibar. Lakini ni mchezo ambao pengine kama Yanga angekuwa clinical, angeshinda goli 4. yani kama Yanga angekuwa tunasema zile nafasi ambazo walikuwa wanazipoteza kama angekuwa makini, pengine leo tusingekuwa tunasifia kwamba ile mechi ilikuwa ngumu, kwa sababu hata mechi ya pili pia Yanga ameshinda 2-1 dhidi ya Singida, ambayo yani tofauti ni bao moja tu. Ila challenge kubwa mimi naweza nikaungana na Charles kwa kiasi fulani kwamba unajua Singida ni moja timu ambayo ukiangalia quality ina quality hali ya juu. Kwa hiyo kuna ile mechi ambayo tunatamani kuiona kwamba toe to toe, shoe to shoe. Yani kila mmoja ana ile jitihada ambayo anaenda kuionyesha kiwanjani kuonyesha kwamba this is a final. Mimi natamani kuongeza kitu. Unajua David Ouma anatakiwa pongeze. Huu ni msimu wake wa pili katika ndani ya nchi ya ligi kuu ya NBC. Msimu wa kwanza anaipeka Coastal Union katika michuano ya shirikisho. This season angalia Singida jinsi alivyotengeneza. Na amekuwa katika kiwango bora sana na ameonyesha kitu. Kwa hiyo lazima tumpe applause kwamba there is something, kitu kikubwa sana amekifanya katika hizo timu ambazo wanazifundisha kama coach. Kuna ubora mkubwa sana anaoonyesha. Yes, uweze compare quality ambayo alikuwa nao Coastal Union na hii ambayo yuko nao Singida, ila yeye kama coach kuna kitu ambacho amekiongeza, na hichi ambacho nakiona naungana na Charles kwa natamani kuona zaidi katika mchezo wa finali. Alizungumza Masanza akasema kwamba wasichokiamini watu watakuja kuiona hiyo surprise siku ya finali. Kama ulikuwa hawakiamini hivi dhidi ya Simba, basi na Yanga nao wasubiri. Unajua maneno ya msemaji umeyachukua kwanza? Mimi siyachukui. Kwa nini? Mimi siyabebi. Kwa nini huweki shilingi? Baki kwa bungeni huweki. Siwezi nikaweka shilingi kwa sababu msemaji haongei kiufundi, unajua. Yani hata mtazamo wa msemaji hauwi kiufundi. Unakuwa kishabiki. Na mara nyingi anakuwa ni lengo. Unajua idara ya habari kazi kubwa ni kulinda image ya klabu, yani kulinda taswira ya klabu. Sasa mwalimu ndo anaiona timu kiufundi. Yani mimi naamini kama kuna mtu sasa hivi anaumiza kichwa Singida ni David Ouma. Hata ukimmoja leo David Ouma, huwezi kumsikia anaongea kauli kama aliyotoa Masanza. Huwezi ukasema yani katika hali ya kawaida huwezi ukaiandareti Yanga ambayo ndio bingwa mtetezi kwanza wa mashindano. Ndio timu ambayo ipo katika fomu ya juu ya mashindano haya. Yeye alisema kwamba wanaenda kuuma meno. Alitumia neno kuuma meno. Unajua ngoja nikwambie. Yani unauma meno lakini kumbuka naye na pia anauma meno. Kwa hiyo tunaenda kuipata hiyo mechi sasa. Sasa ambayo wewe Chazu unaitamani kuiona. Ndio nasema natamani nione hivyo. Yani mimi sihitaji maneno ya Masanza kwenye yani kwa kuyasikiliza tu hivi. Yani mimi nahitaji hayo maneno yawe uwanjani kweli kwa vitendo. Kwa sababu ni mechi ambayo haina sababu. Yani ukiangalia kwenye mechi za ligi ingeweza kuwa rahisi kwa Singida kufanya mabadiliko ya kikosi, kwa sababu anaweza akasema kwamba labda na michezo miwili au mitatu inakuja na ratiba ngumu au la. Lakini huo ni mchezo wa mwisho wa msimu kwa hizo timu mbili. Yani kwa Yanga ni mchezo wake wa mwisho wa msimu huu. Kwa Singida ni mchezo wake wa mwisho wa msimu huu. Hakuna shindano lingine lolote mbele. Kwa hiyo ni mechi ambayo yani huna sababu ya kusema kwamba labda nampumzisha huyu ili nije kumtumia katika mechi hiyo, au labda huyu namtumia huyu kwa sababu hii. That's why ndio maana nasema natamani kuona wanatupa kweli mechi za nyuma pengine tulisamee kwa sababu labda kulikuwa na mechi nyingine mbele, uchovu sio, lakini hapo hakuna uchovu kwa sababu utakuwa na interview ya timu kupumzika.
Lini kafurahi sana katika miongoni mwa siku ambao unachambua Lini anafurahi hususan hii story. Sawa, sasa Singida Black Stars wanakwenda kupambana na Young Africans. Tuangazie takwimu za Young Africans ambao ni bingwa mtetezi wa michuano hii katika takwimu za Yanga kwenye fainali za CRDB Bank Federation Cup tangu mwaka 2015. Msimu 2015-16 Young Africans chini ya Hans van Prim walipata ushindi wa bao 3-1 dhidi ya Azam Football Club kwenye uwanja Benjamin Mkapa, lakini 2020-21 Simba Sports Club walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Young Africans, finali ikichezwa Lake Tanganyika Kigoma, bao la Tadeo Luanga. Lakini msimu 2021-22 Young Africans alipata sare ya bao 3-3 drama Sheikh Amri Abeid dhidi ya Coastal Union na Juma Mgunda, lakini mikwaju ya penalty ikaamua Young Africans kupata ushindi wa mikwaju ya penalty 4-1. Lakini msimu wa 2022-23 ikawa ni uwanja wa Mkwakwani Tanga, Young Africans akipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Azam Football Club. Azam hii ilikuwa inaonolewa na Kali Ongala, Young Africans bao likifungwa na Kennedy Musonda. Lakini msimu 2023-24 Young Africans wakapambana na Azam Football Club katika uwanja New Amani Complex, ambapo mchezo huu ukamalizika kwa changamoto ya mikwaju ya penalty 5-6. Hii ilikuwa ni kiboko kabisa, na ukiangazia hapo katika fainali ambazo Young Africans 5 ameweza kucheza, ameshinda katika fainali 4, moja pekee ameweza kupoteza. Hapo sasa ndo ninaporudi kwenye hoja yangu sasa. Yaani Masanza alivyoangalia ushindi wa Simba, atazame hapo, anataka kuichukulia Yanga kama kwenye level ya Simba. Ndio maana nakwambia unaweza ukaona fainali 5 za Yanga amepoteza fainali moja. Fainali zingine 4 amefanya nini? Lakini hiyo fainali moja aliyopoteza ndio mechi ya mwisho Yanga anafungwa kwenye mashindano. Yaani leo hii tunavyozungumza Yanga ana miaka minne hajawahi kuonja ladha ya kufungwa kwenye kombe la shirikisho la CRDB, kuliko kulinganisha na Simba ambaye ndani ya misimu 4 mfululizo hajachukua ubingwa wa mashindano. Kwa hiyo yani ndio maana nikasema Masanza asichukulie Yanga katika level ya Simba. Yaani Yanga ni mechi kweli. Yaani Masanza ajiandae kwa mechi kweli hiyo finali. Msitizo wako kiboko kabisa. Mechi ngumu. Huu mpira na mpira unachezwa hadharani kaka. Moja timu ina quality kubwa sana. Ukiangalia Young Africans, timu ambao wachezaji wake unaona ubora ambao uko nao, na kwangu si mechi nyepesi, kwa sababu hata ukitazama katika hizi finali ambazo Young Africans wamecheza ni finali 2 tu ambazo Yanga wameshindwa kufuata goli. Yaani kupata goli ndani ya dakika 90. Katika mechi zote zilizobaki, katika mechi 5, mechi 3 zote Yanga ameweza kuingia kambani. Manake ni timu ambayo inaweza kufunga. Na hata ukiangalia katika CRDB msimu ni moja timu ambayo imefunga magoli mengi katika upande wa CRDB, ni timu ambayo katika timu ambayo imefunga average kubwa kwenye mechi moja ni Young Africans ambayo ilimfunga Stand takriban goli 8. Kwa hiyo kwangu lazima Masanza anapoizungumzia Young Africans azungumzie peak au azungumzie ubora wa ligi kuu soka Tanzania bara. Quality yao iko katika level ya hali ya juu kwa na timu nyingine. Charles, neno moja tu. Unatamani finali ichezwe wapi? Finali. Finali ichezwe wapi? Mimi kwa mtazamo wangu kama ipigwe New Amani Complex. Amani Complex. Lili? Zanzibar. Zanzibar Gombani ama Amani? Amani. Okay. Sawa. Mtazamo tu. Kila mtu ana mtazamo wake, lakini mamlaka husika ndio itakuja kutoa jibu kwamba mchezo utaenda kuchezwa wapi. Kila mtu ana matamanio yake. Tushaenda tayari Ilulu, Lindi, tumeenda Kigoma, tumeenda wapi, Rukwa, tumeenda Dodoma, Zanzibar. Kwa hiyo tuweza kusubiri tutakwenda wapi katika mchezo wa fainali. Tukitoka hapo tukaangazia taarifa nyingine, ambapo kocha mkuu wa kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars Hemed Suleiman Morocco ametangaza majina ya nyota 28 ambao wameingia kambini Juni 2 Jumatatu kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wa kirafiki dhidi ya Afrika Kusini Bafana ikiwa wavulana, lakini pia kushiriki katika michuano ya Kosafa, ambapo Tanzania tumepangwa kundi C pamoja na Eswatini na Madagascar
Kumbuka mechi hiyo ya Tanzania, michuano ya Kosafa itaanza Juni 4 mpaka Juni 15 mwaka 2025, ambapo ameweka wazi kwamba wachezaji wa Simba na Yanga wenyewe baada ya mechi dhidi ya Afrika Kusini watarejea nyumbani na hivyo kuacha wachezaji wengine kusalia katika michuano ya Kosafa. Kikosi kimetajwa nyota 28. Kuna maingizo mapya wachezaji ambao wengi wanatoka nje ya klabu za Simba, Yanga na Azam. Charles. Kikosi ni mwendelezo wa ujenzi wa timu mpya ya taifa. Mimi binafsi nimependa kuona taasisi zinazomilikiwa na vikosi vya ulinzi na usalama zinaanza kutoa idadi kubwa wachezaji kwenye timu ya taifa, kwa sababu tunaamini kwamba hizi ni taasisi ambazo kiasili zinafundisha uzalendo kwa mtu ambaye anazitumikia. Nimeona wameitwa takriban wachezaji 6 kutoka hizo timu. Tumemwona goalkeeper Yakub Suleiman, Fedastus Masinde TMA, kuna Ame Bausi, Mashujaa, Ibrahim Bahusi Nangu, lakini pia kuna mwingine ameitwa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani vikosi vya ulinzi na usalama angalau sasa hivi vinaweza kuwa na quality inayoenda kwenye timu zetu za taifa. Sawa, maneno ya Charles Abel Virati, napenda kumwita hivyo. Bwana, shukrani sana Charles Abel. Ulikuwa ni wasaa mzuri sana kujumuika nasi katika siku hii hapa leo pamoja na Lilian Mukulu. Hongera kwa ule ubingwa wenu mwingine, mmeweka rekodi tu. Tutakutana tu. Sawa, shukrani sana kwa wachambuzi wangu ambao nimekuwa nao katika siku hii hapa leo, lakini shukrani pia kwa mtozi Pascal Everest Kabombe, bila kumsahau Alois pale alikuwepo kama director wetu, bila kumsahau floor manager bwana Steve, mtu bingwa kabisa. Mimi naitwa Said Salim Msumi. Tukutane tena wiki ijayo ndani ya dakika 90 kwa ajili ya kufanya uchambuzi yakinifu katika yale ambayo yajiri ndani ya dakika 90.